Leo tarehe 1 Disemba mwaka 2025, kaunti ya Turkana imeadhimisha siku ya ukimwi duniani katika soko la mifugo la Lodwar. Kauli mbiu ikiwa kumaliza ukimwi kwa vijana balehe na vijana. Mgeni rasmi katika sherehe hizo alikuwa naibu gavana wa Turkana, Daktari John Erus, akiandamana na waziri wa afya wa kaunti, Daktari Joseph Ephem. Akihutubia wananchi, Daktari Joseph Ephem alisema kuwa ukimwi ni ugonjwa kama magonjwa mengine yanayoweza kudhibitiwa na kutibiwa. Alisisitiza kuwa kuna matibabu salama na ya bure katika vituo mbalimbali vya afya. Alibainisha kuwa maambukizi ya ukimwi yameripotiwa zaidi katika maeneo ya Kainuk, Kalemng'orok, Lodwar na Lokichogio. Na serikali ya kaunti inaendelea kuimarisha mikakati ya kupunguza maambukizi kupitia kampeni za afya. Daktari Ephem alitaja kuwa kuna mipango ya kampeni za chanjo ya HPV kwa wasichana, uchunguzi wa saratani na upimaji wa fuu katika maeneo yote ya kaunti. Lakini kama serikali ya kaunti tumeamua kujumuisha vita dhidi ya ukimwi kwa kama magonjwa yale mengine ambayo tunapigana nazo kwa hospitali zetu. Kwa hivyo hivi sasa ukienda hospitalini utapata matibabu, hakuna tena parallel programming. Matibabu imekuwa integrated kwa yale matibabu zingine, kwa sababu HIV ni kama ugonjwa, ni kama zile ugonjwa zingine. Kwa wakati huu nilipenda kuambia kuna watu wetu wote ya kuwa kitambo, wakati mtu anashikwa ama anapatwa na virusi vya ukimwi, inaonekana ni kama amepata ile ilikuwa inaitwa yani ni kama kifo. Lakini ningependa kuhakikishia kuwa dawa ambazo tuko nazo hivi sasa zinamaliza makali ya ukimwi na mtu anaweza kuishi kama kawaida kama mtu mwingine. Lakini ile kitu tunataka kusisitiza leo ni kuzuia maambukizi ya HIV. Ya pili ni kuhimiza vijana, hasa wakati huu ambao shule zimefungwa. Tumeangalia katika utafiti wetu hivi karibuni, tumeona vijana ndio wanaongoza kwa maambukizi mapya. Ya tatu, tumia kondom. Kondom ziko kwa sababu hatuwezi pigana na virusi vya HIV ama vya ukimwi kama hatuwezi jizuia. Na mimi pia napenda kuhimiza watu wetu, wale vijana na wanaume, tukubali kutahiriwa. Tukubali kufanya nini? Kutahiriwa. Kwa sababu hivi sasa hospitali zetu zote zinapeana huduma ya kutahiriwa. Tukate hiyo ngozi ya juu, kwa sababu huwa inasaidia kusambaza ugonjwa wa ukimwi. Mimi tu ni kusema zile vitu ambazo tunataka kufanya ndio tuhakikishe ya kuwa tunapigana na janga la ukimwi. Kitu ya kwanza, tumeamua kama serikali ya kaunti hivi karibuni, sisi tunajua ya kuwa virusi vya HIV ama vya ukimwi ziko sana sana kwa hii highway yetu kutoka Kainuk, Kalemng'orok, Lokichar, Lodwar ukielekea hivyo. Hapo ndio kuna concentration. Na tunataka launch Beyond Zero track yetu. Tutaanza Kainuk ukielekea mpaka Lokichogio. Tutapeana huduma zifuatazo. Ya kwanza, kuna HPV vaccine. Hii chanjo inazuia ugonjwa wa kansa. Tutafanya pia mambo ya cancer screening, tutafanya TB screening, tutafanya HIV test and counseling, tutafanya mambo ya alcohol and drug
kuongelesha vijana kuacha madawa ya kulevya na mihadarati. Katika masuala mengine, alitangaza kuwa wakati wa mgao ujao wa chakula cha msaada kutoka kwa serikali, ni wale tu waliojisajili katika mfumo wa SHA ndio watakaopatiwa huduma hizo. Alisema hatua hii inalenga kuhamasisha wananchi kujisajili ili waweze kupata huduma sahavya za bure zinazotolewa na serikali ya kitaifa. Na ya mwisho tutafanya mambo ya SHA registration. Na ningependa pia kuwatangazia kuwa chakula ya kaunti ikikuja ile inagauliwa. Tutafanya kwanza SHA registration ndio watu wapate chakula. Kwa sababu tunataka kufanya watu wetu waweze kupata huduma ya bure. Abala mo nataka kwa register kama toada unia SHA. Tabada SHA. Nataka nisikie SHA. Nataka nisikie SHA. Nataka nisikie SHA. Tunataka turegister watu wetu kwa SHA. Ndio ukipelekwa hata Eldoret, hauwezi tupigia simu utuambie umeshikwa huko, umeshindwa kulipa bili ya hospitali. Ukiwa registered kwa SHA utapata matibabu ya bure kama vile rais alitangaza. Unajua mtu akiwa kwa dawa, akikunywa dawa kila siku hawezi ambukiza mwingine, kwa sababu viral load itakuwa chini. Kama uko sawa, jikinge. Steven Nakua, Ikoba TV, nikiripoti kutoka Lodwar Livestock Market katika maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Asanteni.